Nimpongeze sana Dr. Profesa Mpoki kwa jitihada ambazo umekuwa ukichukua, si kwa kuboresha tu huduma katika taasisi ya MOI, lakini pia kuboresha utoaji wa huduma katika hospitali mbalimbali za rufaa hapa nchini na hospitali ya Kwangwa ikiwemo. Asante sana na hongera sana kwa kazi nzuri unayoifanya. Lakini pia naomba nitumie fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa fedha alizowekeza katika sekta ya afya. Fedha nyingi hizo zilizowekezwa katika sekta ya afya ikiwemo hospitali yetu hii ya rufaa ya Kwangwa ndizo zinazowezesha sasa huduma hizi za madaktari bingwa na bobezi kuweza kufanyika katika maeneo yetu. Nimekuwa nikisisitiza, naomba nirudie, ili uweze kupata huduma ya daktari bingwa na madaktari bobezi, kuna mambo mawili yanahitajika. Jambo la kwanza, unatakiwa uwe na daktari huyo mwenye uwezo huo, qualifications hizo. Lakini jambo la pili, unatakiwa uwe na mazingira sadifu ambayo yatamwezesha daktari bingwa huyo kutekeleza majukumu yake. Mazingira hayo ni pamoja sasa na kuwa na hospitali na vifaa tiba ambavyo vitamwezesha kupractice taaluma yake. Sasa uwekezaji uliofanyika chini ya serikali ya awamu ya sita katika sekta ya afya umewezesha hospitali zetu hizi kuwa na vifaa hivyo. Ndio maana sasa badala ya wagonjwa kwenda zile kilomita almost 2000 kupata huduma, wale madaktari bingwa wameweza sasa kusogea chini huku na wanawafikia watu kwa karibu sana. Kwa hiyo kwa namna ya pekee sana tumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa uwekezaji huu alioufanya katika sekta ya afya. Lakini sanjari na hilo, niseme pia nawashukuru viongozi wa Wizara ya Afya kwa kuja na utaratibu huu wa kuwaleta madaktari bingwa na bobezi kwenye maeneo yetu haya. Rudie tena kushukuru Profesa Mpoki na nyie kuwa tayari kutoka Muhimbili kuja huku kutoa huduma hizi. Huduma hizi zinaposogea karibu na wananchi, faida zake ni kubwa kweli kweli, nyingi, zikiwepo za kiuchumi. Wananchi hawa ambao wengi ni wanyonge walipaswa kusafiri umbali mrefu kwenda kupata matibabu yale Dar es Salaam kwa gharama kubwa, lakini sasa huduma hiyo imesogea karibu. Wengine wanatembea wanakuja si umbali zaidi ya kilomita 40, wamefika, wameipata huduma ambayo walitakiwa kuipata Dar es Salaam. Nafarijika sana kama mkuu wa mkoa kuona huduma hizi zimekuja hapa. Nimepewa taarifa hapa kwamba hadi sasa pamoja na idadi ile tuliyoambiwa ya wagonjwa waliokuja kupata huduma, tunao pia wagonjwa kutoka mataifa jirani 19 wako hapa wanapata huduma hii. Sasa ni malengo ya serikali kuona kwamba hospitali hii inakamilika kwa 100%. Kwa 100%. Tulikuwa na ziara ya Katibu Mkuu Wizara ya Afya siku si nyingi zilizopita. Tukaangazia mapungufu mbalimbali yaliyopo na jitihada zinazotakiwa kufanyika. Kwa kweli niseme tu serikali
ina commitment kubwa sana kwenye hospitali hii, commitment kubwa sana, jambo ambalo linanitia faraja kubwa sana kama mkuu wa mkoa. Ninapata faraja kwani nimekuwa nikisisitiza kwamba pamoja na ukweli kwamba hospitali hii ilianzishwa kwa malengo mahususi yaliyofafanuliwa kuanzia miaka ile ya 70 na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Malengo mahususi yale ameyazungumza hapa mganga mfawidhi, nisingependa kuyarudia, lakini kwa mimi ninaitizama kwa jicho tofauti kabisa. Pamoja na malengo yale, mimi ninaitizama hospitali hii kama hospitali ya rufaa ya kanda ya Ziwa. Sasa ni matarajio yetu kwamba ikikamilika kwa viwango vile vinavyokusudiwa, hospitali hii itakuwa ni ukombozi mkubwa sana kwa kanda nzima, kwamba ile njozi ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ya kuona hospitali hii ikiwa sehemu mahususi ya kutoa tiba za wagonjwa wa ajali kwa maana ya mifupa, ubongo na mishipa, ninaiona njozi hiyo ikitimia. Njozi hiyo inatimia kwa dalili hizi za mvua tulizoziona. Mabingwa hawa walipokuja Moi, walipoanza kutoa hii huduma wiki hii kuanzia tarehe 2, tunatarajia watakuwepo hapa hadi tarehe 7. Hapa wamekuja kubipu, wamekuja kujitambulisha. Taarifa rasmi nilizo nazo ni kuwa kitengo cha Moi kitaanzishwa rasmi sasa, kiwe cha kudumu katika hospitali yetu ya Kwangwa. Kitakuwa kitengo cha kudumu. Sasa tulipokuwa tunaongea na profesa, nikamwambia usiishie kuweka kitengo tu, nataka tawi lako la kile chuo kikuu kile cha Muhimbili lije hapa pia, lije hapa tuanze kutoa huduma, tuanze kutoa pia mafunzo. Ameniambia walishaanza kulitizama na wao wana mipango yao, watakuja kwa chuo, watakuja hapa. Sanjari na hilo, tunacho chuo kikuu cha kilimo, sayansi na teknolojia cha Mwalimu Nyerere cha Butiama. Wale nao walishaanza mchakato kwa ajili ya kufungua chuo cha tiba hapa. Sasa nitumie fursa hii kuwataka pia kitengo kile cha Jakaya Kikwete na wenyewe waje Mara, waje hapa Musoma. Naomba unifikishie salamu. Tunawaalika na wao waje hapa, waje watoe huduma, lakini waweke vitengo vyao vya kudumu katika hospitali yetu hii ya Kwangwa. Kwa kufanya hivyo, si tu kuwa watakuwa wamesaidia wanamara, lakini watakuwa wamegusa wana kanda ya Ziwa in its totality. Lakini muhimu zaidi ninalolitizama hapo pia, tutaboresha diplomasia ya tiba. Ninaitizama hospitali yetu hii kimkakati zaidi, itusaidie kushape diplomasia kati ya nchi yetu na mataifa. Jitihada zote zinazofanywa na madaktari wa fani mbalimbali ikiwemo fani hii ya mifupa ni jitihada ambazo huwa nasema ni za kurejesha hali iliyoharibika.